Je, unalifahamu vyema jeshi la Umoja wa Mataifa la kulinda amani nchini Kongo almaarufu kama MONUSCO? Na kwa nini miaka ya hivi karibuni limekuwa likishutumiwa kutotekeleza majukumu yake ipasavyo, hali inayopelekea wananchi na serikali ya Kinshasa kutaka wanajeshi hao waondoke DRC? Na usiwe na shaka, nimekuandalia makala mjarabu kabisa inayogusa chimbuko la jeshi hilo na sababu mahususi zinazopelekea kukosa uungwaji mkono na wakongomani walio wengi. Karibu tujivinjari katika makala hii. Mimi ni Frank Shihulia. Hakikisha una subscribe channel hii uwe wa kwanza kupata makala kambambe kama hizi. MONUSCO ni nani haswa? Na kwa nini yupo Kongo miongo na miongo? Mwaka 1999 ndio mwaka wa kuanzishwa kwa MONUSCO. Ilianza kama sehemu ya juhudi za Umoja wa Mataifa kuleta utulivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya vita vya muda mrefu vilivyotokana na mapigano ya kikabila na kisiasa. Historia yake inahusiana moja kwa moja na machafuko yaliyotokana na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 ya Rwanda. Mauaji haya ya kutisha yalisababisha Wahutu takribani milioni 1 kukimbilia mashariki mwa DRC, wakati huo ikiitwa Zaire. 1996 mapigano yakaanza kati ya vikosi vya Laurent Desire Kabila na jeshi la Mobutu Sese Seko kwa msaada wa Rwanda na Uganda. Kabila aliutwaa mji mkuu wa Kinshasa mwaka 1997 na kubadilisha jina la nchi kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. 1998 waasi wapya wakaanzisha uasi dhidi ya serikali ya Kabila, wakidhibiti maeneo makubwa ya mashariki mwa DRC. Mwaka 1999 Umoja wa Mataifa ulianzisha MONUC, United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo, kwa lengo la kusimamia makubaliano ya amani na kusitisha mapigano yaliyokuwa yakiendelea nchini humo. 2010 MONUC ilibadilishwa jina kuwa MONUSCO, United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo, ikipokea mamlaka mapya ya kusaidia serikali ya DRC kurejesha utulivu na kulinda raia. MONUSCO imekuwa moja ya operesheni kubwa zaidi za kulinda amani duniani, ikiwa na maelfu ya wanajeshi na wafanyakazi wa kiraia. Licha ya juhudi hizo zote, lakini imekuwa kama kutafuta sarafu kwenye giza totoro, kwa maana hata ufanyeje huwezi kuipata, kitu ambacho kimezua malalamiko na maandamano ya wananchi nchini Kongo. Wananchi walishuhudiwa wakiandamana kwenye miji ya Kivu Kaskazini, wakiharibu jengo la MONUSCO, huku wakitaja MONUSCO iondoke kwani wamechoka kushuhudia mauaji ya ndugu zao, huku wanajeshi hao wa kulinda amani wapo. Kupoteza washemeki zangu 2 ndani ya mauaji. Wauaji wiko na uwa watu Beni, wauaji wiko na uwa watu ndani ya mikoa ingine, ndani ya miji ingine, lakini MONUSCO haina kazi ambayo inafanya. Vita ya Beni haiishe. Ba president bako nakuya humu mkongo, vita ya Beni haiishe. Hatuyuni politike kaniko pale juu ya vita ya Beni. Viongozi nao hawakuwa nyuma, wakionekana kuunga mkono kile kinachofanywa na wananchi wao. Emily Saidi Barikwisha na Paruku Ngahangondi, wabunge Kivu Kaskazini, wakionekana dhahiri shahiri kuungana na wananchi wao. Pamoja na jeshi letu, hata kama MONUSCO haiko, mambo yanapaswa kuenda barabara, na government ya Kongo inakataa pengine kutia pesa za kusaidia wanajeshi wetu, ikiamini ya kuwa MONUSCO itawasaidia. Wakiondoka, tunaamini ya kuwa amani itaendelea, kwani wananchi wiko tayari kuendelesha collaboration ya kwao na uhusiano na jeshi la taifa. Na jeshi la taifa letu liko na nguvu, ila linakosa tu uboreshaji wa condition de vie zake professionnel na ingineyo, na mambo yataenda barabara. Tunasema MONUSCO haitabaki Kongo milele. Inatakiwa kazi ambayo ilikiafanya ya kuleta usalama
iweze ikamalizika na watoke warudi, amani ikarudi. Mimi nafikiri hawatakuwa na sababu yoyote ya kubaki ndani ya Kongo. Lakini kwa nini jeshi hili linalalamikiwa sana kushindwa kudhibiti makundi ya waasi DRC? Inaonekana kama mbwa kibogoyo. Nimemtafuta mchambuzi wa siasa na diplomasia Afrika Mashariki na Kati, Ndugu Albin Mwidadi, kutaka kujua ni nini kinaisibu MONUSCO hadi kuzua malalamiko haya. Kwa hakika malalamiko haya yana mantiki ukizingatia kwamba ni zaidi ya miaka 30 sasa wakazi hasa wa maeneo yale mashariki mwa DRC kukumbana na mzozo mkali ama tishio la amani. Raia wanakufa, wanakuwa wakimbizi, wanakosa huduma za kijamii ikiwemo chakula, malazi na huduma nyinginezo. Kwa hiyo walikuwa wanategemea kwamba wapo wa MONUSCO ama vikundi vingine vikiwemo vya SADC ambavyo pia vimelalamikiwa, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na vikosi vingine vimekuwa vikipata malalamiko kwa sababu havina uwezo kama ulivyoeleza hapo kwamba ni kama ni mbwa kibogoyo ambaye atabweka tu lakini hata kuwa na nafasi yoyote, kwa sababu hawa kazi yao kubwa ni kulinda amani na si kutokomeza makundi haya ya M23. Na hapo ndipo ambapo tatizo linaanza kwamba kwa nini wasipewe uwezo wa kushambulia, wa kupigana vita na kuyamaliza makundi haya, bali wao wamekuwa kazi yao kubwa ni kulinda amani, kulinda wananchi. Kwa hiyo wanawaruhusu ama wanaruhusu makundi haya ambayo yanafanya shughuli hizi za uasi kuendeleza shughuli zao kama kawaida bila tishio lolote, kwa sababu wanaamini kwamba kazi kubwa ya MONUSCO na makundi mengine ambayo ni ya kimataifa yanayolinda amani, kazi yao si kupigana na makundi yale, bali ni kulinda raia dhidi ya makundi hayo. Kwa hili ndilo tatizo kubwa, kwamba hawana uwezo wa kisheria ama wa kimamlaka ambao unawaruhusu kuingia vita, bali wao kazi yao ni kulinda wananchi pale ambapo kunakuwa hakuna amani katika eneo hilo, na kazi yao ni kuwachukua, kuwapeleka sehemu salama, kuhakikisha kwamba kama ni wakimbizi wanakimbia salama, wanakwenda kwenye kambi hizo salama. Ni kama sehemu ambazo zimetengwa, ambazo hazijatekwa na waasi, zinakuwa ziko salama na wanaishi maisha yao ya kawaida. Kwa hiyo kazi yao kubwa ndio hiyo kazi ya kumaliza makundi haya. Hilo ni jeshi la DRC ndilo ambalo lina mamlaka hiyo, na lenyewe tunaweza kusema limeshindwa. Kwa hiyo tatizo kubwa linaanzia hapo. Nafikiri Umoja wa Mataifa ukirekebisha sheria na kuwapa yale meno ya kushambuliana moja kwa moja na waasi wa DRC, unafikiri watafanikiwa kunyamazisha makundi haya? Kwa hakika wanaweza kufikia hilo lengo la kuyamaliza makundi haya, licha ya kwamba kama tulivyoeleza huko awali kwamba makundi haya yana mnyororo mkubwa wa sapoti kubwa kuanzia viongozi wa juu wa kisiasa wa DRC hadi shirika na mataifa ya kimagharibi ikiwemo Marekani, Ufaransa, Ubelgiji na wengine ambao wana maslahi ya rasilimali kubwa nyingi ambazo zinapatikana ukanda ule wa mashariki mwa DRC. Na ndio maana nafikiri wanakosa hiyo mamlaka ya kisera, kwa sababu ukiangalia wakipewa hiyo nafasi, mfano kama SADC, MONUSCO, vikosi vya Afrika Mashariki, Umoja wa Mataifa, vikipewa nafasi hiyo vinaweza kuhakikisha kwamba vinamaliza makundi haya ama kuyadhoofisha kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo maslahi ya mataifa ambayo yana engage moja kwa moja pale itakuwa mashakani. Kwa hiyo nafikiri hizi jumuiya zinafahamu kwamba zinachokifanya ni kana kwamba kimetengenezwa. Kwa hiyo ni mkanda ambao umetengenezwa kuanzia juu unashuka hadi chini. Kwa hiyo ndio maana wao wamepewa mamlaka hiyo tu ya kwenda kulinda amani na si kukabiliana na makundi haya. Sasa utalindaje amani ili hali makundi haya huyadhoofishi na yanaendelea kufanya mashambulizi yake kama kawaida? Kwa hiyo inakuwa ni kana kwamba ni bendera tu kuonekana kwamba makundi haya yanaenda yanasimamia amani, yanarudi, yanapata posho na vitu kama hivyo, yakiingia kwenye mashambulizi mara 2 mara 3 na kadhalika. Basi kwa hiyo endapo sera zitabadilika, na hizi zinatakiwa zianze kwenye Umoja wa Afrika, kwa sababu ndio umoja ambao una nguvu zaidi hapa barani Afrika.
Kwa hiyo ikianza huko kuamini kwamba hili ni taifa miongoni mwa mataifa zaidi ya 50 yaliyoko kwenye Umoja wa Afrika ambayo yanapaswa kulindwa na kwa namna moja, kwamba Kongo ikiwa na amani, bila shaka ukanda huu wa Afrika Mashariki utanufaika kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo hata Afrika yenyewe, kwa sababu rasilimali zile zingeinufaisha DRC, zingeinufaisha Afrika. Kwa hiyo inaonekana kwamba hakuna utayari huo hata wa hizo sera kubadilishwa, na utayari huo pia unaonekana pia haupo kwenye serikali ya DRC, na ndio maana inakuwa ni rahisi, kwa sababu mapato yamesambazwa kila kona, kuanzia kwenye serikali ya DRC, kuanzia kwenye hayo makundi, kuanzia kwenye jeshi. Kila sehemu inaonekana kwamba kuna watu ambao wameingizwa humo, ambao ni kutoa taarifa kupeleka kwa makundi, kwa mataifa ambayo yana maslahi. Kwa hiyo nafikiri inaweza kusaidia, kwa sababu ni vikundi vingi ama ni majeshi mengi kama nilivyotaja. Kwa hiyo Afrika yakajiunga na jeshi la DRC, kwa kiwango kikubwa wanaweza kufanikisha kuyadhoofisha ama kuangamiza kabisa makundi haya. Wakati mwafaka sasa MONUSCO kuondoka DRC? Si wakati mwafaka, kwa sababu licha ya kwamba tunawalaumu kwamba hakuna kitu ambacho wamekifanya, lakini kwa namna moja ama nyingine kuna kazi ambayo wanaifanya. Pia tunapaswa kuwapongeza kwenye hilo na kuona kwamba pia wanao nafasi, kwa sababu kwa kiwango ama kwa kazi yao waliopewa wameifanikisha, na kazi yao ni kulinda raia pale ambapo inawezekana. Kumbuka kwamba tumeeleza kwamba Amazoni hawajapewa mamlaka hiyo ya kuingia vitani kuyamaliza. Kwa hiyo pale ambapo wanakuwa tishio kwa raia, ndio MONUSCO wanaingia kurejesha amani katika ukanda ule. Lakini inaonekana kwamba MONUSCO imezidiwa nguvu kisera, kijeshi, kifedha na hata kisera, inaonekana ndo hasa imezidiwa hivyo. Kwa hiyo nafikiri wanasema kwamba thamani ya kitu huenda unaweza ukaifahamu pale ambapo kitakuwa kimeondoka. Lakini wakati fulani tumekuwa tukiona wananchi wakisherekea kwamba M23 inaposhika yale maeneo panakuwa na utulivu, wanakuwa na ustaarabu kidogo kulinganisha na jeshi na serikali ya DRC ikiongoza. Kwa hiyo inaonekana kwamba kwanza raia wenyewe wamekosa imani na serikali yao kwa muda mrefu. Kwa hiyo sasa hivi kilichopo ni kwamba liwalo na liwe, kwa nini M23 isiingie itawale hayo maeneo, tupate amani, tuendeleze maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo nafikiri ndiyo ambayo imefikia kwa kiwango cha juu cha kuvumilia kwa wananchi wa DRC. Kwa hiyo naona hivi sasa hakuna jeshi la DRC, hakuna vikosi ambavyo vya kimataifa vinaweza kulinda amani, bali wao wanaamini kwamba afadhali M23 iingie itawale hivyo hivyo kibishi, kidikteta, lakini angalau wawe na amani, waweze kurejea maeneo yao, wafanye shughuli zao za kawaida, wasijiingize kwenye hayo mambo ya siasa ambayo ni ya kiserikali huko na mambo mengine, ili mradi tu maisha yao ya kawaida yaendelee, wafanye kilimo na biashara zao za hapa na pale. Kwa hiyo kukata tamaa kwa wananchi ndipo ambako kunasababisha kukosa imani kwa hivi vikundi, kwa sababu ni kana kwamba wanaona wamewasaliti, serikali imewasaliti, jumuiya za kimataifa zimewasaliti, ili mradi sasa waondoke, wajue kwamba hatuna tegemezi lolote, ni sisi wenyewe tupigane na tu wavumilivu kama ambavyo tumevumilia kwa zaidi ya miaka 30. Na mtazamaji, hivi karibuni Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limerefusha muda wa MONUSCO kuendelea kusalia nchini Kongo hadi ifikapo Disemba 2026. Licha ya kuwa na mapingamizi lukuki kutoka kwa raia na baadhi ya viongozi nchini humo. Historia ya MONUSCO inaonyesha jinsi migogoro ya kikabila na kisiasa ya Kongo ilivyokuwa na athari za kikanda na kimataifa, na jinsi Umoja wa Mataifa ulivyojaribu kuingilia kati. Hata hivyo, changamoto za kudumu za usalama na ukosoaji wa wananchi zinaonyesha kuwa kulinda amani katika mazingira yenye migogoro sugu ni jukumu gumu na lenye utata. Mimi ni Frank Shihuria wa Port Media, Dar es Salaam.